Mungu alituumba akaweka kusudi ndani yetu. Ulichonacho mpe mwingine akue. Maana ametupa uwezo wa kuzalisha vitu bila kusoma. Sio kuwa mlokole tu eti tayari mambo yananyoka. Kazi ya kufanya. Zaeni mkaongezeke. Kiingereza kinasema be fruitful and ili sio watoto. Tunachotaka kwenda kujifunza ni kujifunza kusudi ni nini, lilitoka wapi, nani mwanzilishi, tulitakiwa tuishije, tunaishije sasa, na kwa nini tunaishi tulivyo. Kila mwanadamu kwenye ulimwengu huu kuna kitu anakitafuta, na atafuti kingine zaidi ya amani, furaha na nini? Haki. Watu, taasisi, serikali wanatafuta vitu vitatu: amani, furaha, haki. Na mwanadamu hahitaji vitu, hahitaji gari, hahitaji nyumba, hahitaji chakula, hahitaji mavazi. Ila hivyo ndivyo vitaja ni njia ya kumpatia anachokitaka ambacho kinaitwa utoshelevu. Na kusudi limeanzia Edeni, ambapo ndipo kuna mpango wa asili wa Mungu kumuumba mtu. Tutaona jinsi nafsi yako imebeba sura ya Mungu kupitia Kristo. Kusudi ni nini? Kusudi ni lengo la awali la muumba au mtengenezaji wa kitu chochote. Kama wewe unatengeneza kitu, lile lengo lako la kutengeneza hicho kitu ndio kusudi. Aliyetumia kijiko ilikuwa kazi yake nini? Kulia chakula. Nini kitatokea ukiongea kijiko? Unachukua muda mrefu kumaliza kuoga. Tatizo lingine, ukiongea kijiko hautaoga vizuri, maji hatafika sehemu husika, utateseka, una misuse, unatumia kitu ambavyo sivyo. Sasa hivyo mlivyotoa majibu ndivyo ambavyo mwanadamu anayeishi nje ya kusudi lake anakuwa. Kwa kile unachokifanya upate matokeo kwa sababu unafanya nje ya kusudi lako. Sasa tuna mambo makubwa matatu. Kwanza, mwanadamu ameumbwa kwa sura ya Mungu, ndivyo Biblia inasema, tutaangalia baadaye. Lakini alipoumbwa kwa sura ya Mungu amepewa mamlaka ya usimamizi na ushirika. Mambo matatu: mamlaka, usimamizi na ushirika. Ushirika na nani? Na Mungu na watu wengine. Kosa ambalo wanadamu wengi tunafanya ni kuishi kwa kupapasa bila kujua kwa nini tunaishi hivi. Tunaenda shule, tunafundishwa, tunasema ukipata degree mambo yananyoka. Ukiipata hayanyoki. Wanakuambia ukiongeza ya pili mambo yanakuwa hivi. Unaongeza. Ukiongeza ya pili ndio huajiriki. Wanasema una degree mbili, sisi tunataka diploma. Degree mbili hatutakuweza. Wanasema labda nikipiga PhD nitakuwa nafanya research. Nikipiga PhD ajira hamna. Unabaki unayumba tu duniani hata ujulikane. Yaani unasema singesoma tu. Kwa hiyo kusudi linaanza na uwepo wa Mungu. Sasa tuangalie makusudi ya Mungu. Kwa nini Mungu alimuumba mtu? Kwa nini tunaanzia huko? Ili kwa sababu anaweza kutoa majibu kwa nini amekuumba ni Mungu. Halafu ndio tuangalie hivi haya malengo ya Mungu ya kutumba tunayaishi. Mwanzo sura ya kwanza 26-27 inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28 Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kutiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Haya ndiyo malengo ya Mungu kumuumba mtu. Sasa leo nitawafafanulia vitu vingine ambavyo hamjawahi kusikia. Kwa moyo wa uvumilivu.
Kwa sababu kuzaa na kuongezeka, wengine tafasiri yaishia kwenye watoto. Leo tunaenda mbali. Kishia kwenye watoto ni hatari sana. Kwa mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu ili maisha yake yaoneshe nini? Tabia na hekima yake. Yaani in short, mwanadamu ni photocopy ya Mungu. Tabia zako, mwenendo wako, utu wako unatokana na sura ya Mungu. Sura sio sura hii ya mwili. Sura ni hali ya ndani ya kiroho. Kwa kusudi lake la kwanza ni wewe uwe kioo cha muumba duniani. Wewe hapo ulipo, uwe ni kioo cha muumba duniani. Na hakuna kiumbe kimeumbwa kama wewe mbinguni na duniani isipokuwa wewe pekee. Malaika hawako kama wewe. Malaika ni watumishi wako. Akitoka Mungu unaingia wewe. Na hakuna kiumbe chochote duniani kilipewa territory, hemaya ya kutawala isipokuwa mtu. Sisi wanadamu, Mungu ni mjanja sana. Wakati anatuumba, kwanza sisi tuliumbwa ndani ya Yesu. Hatukuchukua sura moja kwa moja ya Mungu, huyo Mungu nayemjua. Kwa sababu Biblia inasema Yesu ndio sura ya Mungu, sio sisi. Na sisi tuliumbwa ndani ya Yesu. Na Yesu ndio anasemekana ndio mzao. Biblia inasema ndio mzao wa kwanza wa viumbe. Maana yake na sisi tulitoka ndani yake. Ukisoma kitabu cha Efeso sura utaona hapo. Efeso 1:3, 4 na 5 ndio inasema hivi. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ndani ya nani? Ndani yake Kristo. Kwa sisi tumebarikiwa ndani ya Kristo. Yesu ndio pekee aliye sura ya Mungu, sio sisi. Ila sisi tukichukua sura ya Yesu ndio tunakuwa sura ya Mungu. Tusingelipoteza hali ya kwanza, tungeendelea kuwa na hali ya Mungu ile ambayo ni utu, uwezo wa kuwaza, uwezo wa kuzalisha vitu bila kwenda shule. Unakuwa na akili tu. Sasa hivi baada ya kuko akili hatuna. Inabidi tukatafute sehemu tuziongezee. Hapo bahati mbaya mifumo imewekwa, ukienda kule na penyewe wakati mwingine ni kuongezea unakuta na haribu zaidi. Unasoma kidogo ndio unakuwa mwoga mara mbili. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, Biblia inasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Huyo ni Yesu. Mstari wa 15 ndio nilikuwa natafuta. Huyo Yesu naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Biblia Kiingereza inasema he is the image of the invisible God. Yaani Yesu ni taswira ya Mungu asiyeonekana. Mungu huwezi kumuona na hautakao muone. Lakini ukitaka kumuona Mungu inabidi muone Yesu. Ndio Wakolosai 1:15 nasema yeye ni mfano wa Mungu, image of the invisible God. Mungu aliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Akiwa katika hali ya kutokuonekana, aliumba visivyoonekana. Ili aumbe vinavyoonekana, ilibidi aonekane. Kwa in short, kwa lugha ambayo ni rahisi sana ya kibinadamu, lakini Yesu ni Mungu aliyejifotoa kopi, ili si aweze kuumba vitu vinavyoonekana na sisi tukatoka huko. Sasa tulipotoka kwake tunakuwa na tabia, mienendo, uwezo kama wa kwake. Waebrania sura ya 2 5 mpaka 9. Hiyo Waebrania inafafanua Zaburi sura ya 8 mstari wa 4 hadi wa 6. Daudi anasema, mtu ni kitu gani hata mkumbuke, na binadamu hata mwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Agano la kale linafafanuliwa na agano jipya. Huyu mtu ni nani anayezungumzwa hapa? Unaweza kujiuliza, huyu jamaa anatufundisha nini? Anafundisha kusudi. Subiri tu mtanielewa. Nataka tumesema kusudi natoka kwa Mungu. Kwa lazima tusome asili ya Mungu ambayo ndio asili yetu. Halafu tujichunguze, hivi asili ya Mungu tunayo?
hatuna, imeenda, tunarudije? Ndio ninachotaka kuonyesha. Kwa sababu ndio mwanzo migogoro yote unayopitia kwenye maisha yako. Mwandishi wa Ibrania anafafanua huyu mtu ni nani. Ndio maana kusoma Mwanzo 1:26, tumfanye mtu kwa sura yetu. Huwezi kumuona Yesu moja kwa moja mpaka uje Agano Jipya upate mafafanuzi ya maandiko ya Agano la Kale, ndio utajua anayezungumzwa pale ni nani. Waebrania 2:5 hadi 9. Maana hakuwepo chini ya malaika, hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunao unena, ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Anakoti vile vile, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Si ndio Zaburi imeandikwa hivi? Anamkoti. Sasa tunataka huyu anamfafanua huyo mtu anayesema pale ni nani? Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake, kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake. Mstari wa 9. Ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Kwa hiyo Zaburi 1:26, na tumfanye mtu kwa sura yetu. Ndio sasa tunapata fasiri sasa. Maana yake ni kwamba Mungu alimtengeneza Kristo. Yaani Mungu alijifanya Kristo, maana Biblia inasema alijifanya kana kwamba ni mwana. Mungu alijifanya, yaani Mungu alikuwa kule kusikoonekana, akataka wabomboe wanadamu. Kwa hiyo Mungu akamtuma Mungu. Alafu Mungu akabaki duniani. Alafu Mungu akaenda msalabani kafa, alafu Mungu akawa mbinguni anamwangalia. Kwa Biblia haieleweki hivi. Nakumbuka wakati anabatizwa Yesu, sauti ilitoka mbinguni. Malaika Roho Mtakatifu akashuka kama hua. Yesu anabatizwa. Alafu mtu yule yule mmoja anaongea, mwingine amekuja kutia nguvu, mwingine anabatizwa. Ila ni yule yule. Hiyo ndio Mungu tunayemwabudu sisi. Kama huamini hivyo, utateseka sana kwenye ulimwengu. Kwa hiyo sisi tunakuwa tuwe na tabia za Kristo. Usipokuwa na tabia za Kristo, hutakaa ujue unachotakiwa kufanya. Tusome tena Wagalatia. Nataka tuone sisi kwa nini tunafanana na Yesu. Sio Mungu direct. Na hiyo pia inatuthibitisha kwamba Yesu ndio Mungu mwenyewe. Wagalatia 4:19 nasema, vitoto vyangu Paulo, ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Kwa hiyo mpaka pale Yesu atakapoumbika ndani yako, ndipo utaona raha ya maisha duniani. Anaumbikaje? Ndio maana uko hapa kwenye shule. Asipoumbika ndani yako utateseka sana. Wengine tunaumbiwa dini ndani, masharti mengi, yaani kumfikia Mungu milango mingi, masadaka ya kujilipua, sijui vitu vingi ndio umfikie. Paulo anasema lazima Kristo aumbike ndani yetu. Lakini pia Wafilipi 2:5-7, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya kuwa hana utukufu. Ana utukufu ila anaishi kama hana utukufu. Akatoa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu, lakini hakuwa. Maandiko haya yanatufundisha tabia moja kubwa ya Kristo ambayo inaitwa nini? Humility, unyenyekevu. Unyenyekevu ni uwezo wa kuacha position ulionayo na kwenda kukaa position ambayo sio ya kwako. Kwa mfano sasa hivi kuna vitu nilikuwa naongea kwenye mitandao, nasema mtu akipata pesa kwa figisu anakuwa na kiburi, majivuno, kila siku ananyonyesha, naona gari yangu kali nini, anajitangaza. Lakini mtu ambaye anafuata mchakato, kadri anavyozidi kufanikiwa ndivyo anavyozidi kunyenyekea.
na kuwa mpole, kwa sababu anafahamu kadiri mtu anavyokuwa na nguvu ya kifedha, madaraka, authority, power and money, ndivyo anavyozidi kuwa na ushawishi mkubwa, na ndivyo anavyoweza kuwaumiza watu. Na hapa ndipo tunafundishwa kitu kinaitwa servant leadership, uongozi wa kitumishi, ambao ndio uongozi bora duniani. Uongozi mwingi wa duniani unaoona unaitwa transactional leadership, uongozi wa nipe nikupe, ndio unaongoza dunia. Lakini sisi hapa tunatakiwa tufundishwe nini? Ulichonacho mpe mwingine akue bure. Kusudi kwa hiyo la kwanza ni Mungu anakufanya wewe uwe na tabia zake, ufanane naye. Kusudi la kwanza. Kusudi la pili, uishi katika ushirika na yeye. Maana yake ukienda kinyume na haya unapoteza dira. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 8. Unasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sasa hiyo pumzi wale Waebrania wanaita ruach, upepo wenye uhai, sio upepo huu wa feni. Kwa hiyo Mungu alimpa uhai akiwa Edeni. Sasa Edeni tafasiri yake ni uweponi mwa Mungu, sio kwenye miti na mito. Hiyo ni sura, ni lugha ya picha. Uhai tunaozungumza ni uwezo wa mwanadamu kuendelea kuwa creator, yani kwa mbunifu, mzalishaji, mwenye vitu ambavyo vinazalisha kwa ajili ya faida yake. Baada ya anguko, kila tunachokizalisha sisi kwa ajili ya hasara yetu. Tunagundua kwamba vitu yanatuharibu wenyewe. Kwa mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya ushirika wa karibu na Mungu, si kwa ajili ya ibada na taratibu za kidini. Tunaimba, tunaruka, ushirika. Yani wewe na Mungu uwe karibu na au karibu nao. Sasa sisi baada ya kuwa na karibu na Mungu kwa kulishika neno lake, tunataka tuwe karibu na Mungu kwa occasional attending into the church. Yani ukienda kanisani, unaruka, unafurahia, unacheka. Sasa okay, ukitoka nje, mashida yako pale pale. Kwa sababu hiyo vitu haviko ndani. Yani sio badiliko la ndani, ni mbwembwe za nje. Uwana na uhusiano ni vitu vili tofauti. Yani wewe unaweza kuwa mwana wa Mungu kabisa, umeokoka, kwa sababu ukishakuwa tu ukishakubali Yesu, Biblia inasema umekuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Baada ya hapo mahusiano, relationship. Ukiruzi hiyo, papa sikwisha habari, kwa sababu anayeweza kukwambia wewe ni nani, unataka ufanye nini, ni huyo ambaye anataka uwe na ushirika naye. Ukiupoteza, unaanza kuzalisha vitu ambavyo havieleweki kwa ajili ya wewe kusurvive. Uwezo wa kuumba aliouweka ndani yetu sisi, anaposema tumeumbwa kwa sura yake, maana yake ametupa uwezo wa kuzalisha vitu bila kusoma. Ndio maana ulimwengu huu unaona watu wametengeneza ndege inaruka masaa 15, 18 iko angani naenda. Huo uwezo wa kuumba vitu ndio sura na mfano wa nani? Sasa wewe lazima ujiulize, unaumbaga nini? Sasa huko mbele tutaona kwa nini wengine wanaumba, wengine hamna kitu. Na kuna wengine wanaumba vitu na wala hata Mungu hawajui. Mnajua hiyo? Nitawaambia sasa baadaye. Sio kuwa morokole tu eti tayari au kumjua Yesu eti tayari mambo yananyoka. Kuna kazi ya kufanya. Ushirika. Sababu ya tatu ni kuwa mzalishaji na mbunifu. Hilo ndio nilikuwa nimeanza kuligusia. Ile Mwanzo 1:28 ilisema zaeni mkaongezeke. Kiingereza kinasema be fruitful and hii sio watoto. Mungu alisema tuzae tuongezeke. Kama ni hivyo, mbona hajatangaza samaki wazaliane na wao? Kwa nini sasa mnahisi ninyi tu ndio mnazaa peke yenu? Mlipewa hilo tangazo. Kuzaa ni kodi, ishakuwa created ndani ya mtu, hawezi kuitangaza. Zaeni mkaongezeke. Kuwa na matunda, kuwa na tija, kuongeza thamani mpya kwenye ulimwengu. Mimi nimesoma engineering, nimesoma physics, fluid mechanics. Mtu anakaa na waza anasema upepo unakimbia kilomita 340 kwa sekunde. Amejuaje? Alafu sisi tupo tunalalamikia hali ngumu ya nini? Ya maisha. Kumbe uwezo tunao. Ndio maana kwenye mtandao wanasema ukiona unatafuta hela, ujue huna sifa kuwa na hela. Mwenye sifa na hela zinamfuata. Kwa sababu kazi ya kuzaa na kuongezeka ni kuunda, ni kutengeneza matunda, kuwa na tija na kuumba thamani mpya.
Kusudi hili la kuzaa na kuongezeka lilimpa mwanadamu wito wa kuendeleza uumbaji. Mwanadamu, wewe na mimi, kazi yetu ni ku-create. We are co-creators of God. Sisi ni waumbaji wenza na Mungu. Mambo yote unayoyaona kwenye ulimwengu huu, aliyegundua chips unaenjoy ni mtu. Wewe unagundua sabuni na nini, miti inatibu fungus, kwenu unatangaza mti ule pale, ule unakata tu mpaka unapona. Alafu unaanza kulia, ndio magumu. Hicho Mungu amekupa. Kwa sababu dunia hii tunaishi kwenye ulimwengu ambao umeharibika. Matatizo yote ndio fursa ya biashara. Bila matatizo hakuna biashara. Kwa hiyo Mungu anasema anataka tuwe waombaji, co-creators. Kwenye mambo ya kilimo, sanaa, maarifa, teknolojia na kila ubunifu unaofanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Hiyo ndio ukisikia Mungu ametuumba kwa sura na mfano. Tukafanya, tukazalisha. Be fruitful and multiply. Be creative. Nilienda Israeli, nilichanganyikiwa, nisema jamaa wako gani. Na juzi nilikuwa Afrika Kusini, Waisraeli wanaelezea namna gani wanaendesha taifa lao. Ni taifa kadogo, lakini my friend, wana vitu vitatu tu. IDF, Israel Defense Force, ndio hub ya kuproduce teknolojia zote. Halafu serikali anakuwa ni partner. Kwa hiyo madogo wakigundua vitu, serikali inawapa pesa ili vije. Yaani wanaenda wanawaza vitu vya ajabu ajabu. Halafu wanapewa mihela ya kuharibu mpaka hilo wazo liti. Wakichemka ile hela waliompa yule dogo inageuka kuwa ruzuku. Kwa hiyo halipi. Ikitokea ikawa ni deal, akapiga hela, ile hela ile inageuka mkopo. Kwa hiyo hata mazingira yanatusababisha tulivyo navyo visifanye kazi. Lakini kama una hekima, mahusiano yale, utapewa wisdom. Ndio maana ni muhimu sana kuwa attached na Muumba wako. Kitu kingine ambacho taifa la Israeli wanatuzidi, 2017 tukapeleka wanapofunga ng'ombe. Ng'ombe mmoja anatoa lita 45 hadi 50 kwa siku. Ng'ombe huyu mmoja. Alafu ng'ombe kwa mdogo wanamwekea computer chip kwenye mwili wake. Alafu ile chip inakuwa inatuma hali ya afya ya ng'ombe kwenye kompyuta. Kwa hiyo akiuma, kompyuta inapiga kelele. Kama ng'ombe anauma na anataka tibiwe na dawa gani? Hivi tutafika huko. Alafu chakula kikiisha, mitambo inaamka kule. Inatengeneza chakula, inachanganya kulingana na afya na uzito, na inapeleka. Maziwa wanabonyeza tu mitambo inaenda shwii na wewe kwenye matiti na kama wazee amna naenda kushika. Uchafu kitoka na bonyeza vinafu. Sasa wana kitu kinaitwa precision agriculture. Mimea wana control nyevu kwenye mimea. Ukipungua signal inapelekwa kwenye madrone kwamba leta maji kiasi fulani. Kikifika inatuma signal, maji yanatosha, madrone yanatoka ndio. Sasa wewe hapo jichunguze. Umegundua nini? Zaeni mkaongezeka. Tunachokijua ndio hiyo. Unaona tafasiri tulioletewa na wazungu. Ndio maana nimeandika spiritual colonization. Tafasiri tulioletewa nini? Ongezeni watoto. Wao wengi ndio maana kuzana kuongezeka. Sio haya nayo sasa. Mpaka tukaanza kujadili kwenye dini zetu. Kifunga ni dhambi. Acha mpaka waishe. Mambo ya ajabu. Ndio tuna discuss. Ndio maana ukisoma vizuri Agano Jipya, tutaenda huko mbele. Unagundua Mungu anasema, Paulo anawaambia Wakorintho, hamjui kama ninyi ni hekalu la Mungu? Ya kwamba Mungu anakaa ndani yenu na wala ninyi sio mali yenu wenyewe. Kwa kitendo cha kuishi huna wazo kabisa la Mungu kichwani kwako, wewe unatafuta hela tu. Uzipati. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ile Bwana ina maana nyingine, Mwokozi ina maana nyingine. Mwokozi hakuna unachokifanya, ni kukubali tu anakuokoa. Ila Bwana ni hali yako. Bwana maana yake mmiliki. Kwa hiyo ukisema Jesus is my Lord, maana yake he own me. So I think, I act, I walk, I do, I sleep, I marry with his approval. Sasa angalieni. Tunaoa kwa sababu ya nini? Ya tamaduni. Umri umeenda, nichukue mke. Unamchukua mke naye anasema usipoolewa ni balaa, unaolewa tu. Mkifika ndani, huyu anataka mapapai, huyu anataka maharage. Yaani kusudi la huyo lingine, na huyo lingine, mpaka mje mpatane mmezeeka. Kila siku ugomvi. Kwa sababu mliungana viumbe ambavyo havielewani. Tumesema kuishi katika ushirika, la kwanza kwa sura yake, la pili kuishi katika ushirika, la tatu
kuwa mzalishaji na mbunifu, tumemaliza hiyo Mwanzo 1:28. La 4, kuongeza na kupunguza machafuko. Multiply and subdue. Subdue is to control, to sustain, to prohibit. Maana yake nini? Kuongezeka, kupanua mema duniani, amani, haki, maendeleo, uzuri wa dunia uko mikononi mwetu. Uzuri wa hii nchi ya Tanzania uko mikononi mwako. Ndio maana Yesu anasema ufalme wake una nguvu kuliko falme zote. Kwa sababu ufalme wake unaishi ndani ya watu. Kwa sababu watu hawafahamu. Torati kazi yake ni kufunua makosa na kuadhibu. Na Torati ni sheria. Na nchi inaongozwa kama Torati. Inasema ukibaka miaka ngapi? Haikwambii ufanyeje usibaki. Yenyewe inasubiri ufanyeje? Baki. Ndio Torati. Neema ya Mungu inakwambia usibaki, afu inakupa uwezo wa kubaki. Ndio maana. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuongezeke kupanua mema duniani, haki. Yaani wewe hapa, kuna siku moja nilisema hivi, watu wanaoongoza kuharibu ulimwengu huu ni watu wanaoishi nje ya wao. People with personal identity crisis. Mtu asiyejitambua ndio anakuwa chanzo cha kuharibu watu na ardhi na maisha. Kwa sababu wewe unakuwa papasa kujaribu. Wewe katika kupapasa unashika watu kwenye macho. Na papasa unawashika midomoni. Na papasa unapiga tumboni. Na papasa unawakalia. Maana yake katika kutafuta ili uweze kuishi, wakati mwingine unadhulumu, kutiisha dunia. Maana yake kuweka dunia chini ya utaratibu wa kimungu. Mwanadamu alipewa nafasi ya kuongoza dunia ili isiwe pori au machafuko, bali iwe ni sehemu kama nyumba yenye utaratibu na yenye urembo. Namba 5, sababu ya Mungu kukufanya wewe uwe mtawala, wakili wa utawala wake. Ndio ukisoma ile 2:15 anasema mwanadamu alipewa bustani alime na kufanyaje? Na kuitunza. Kulima na kuitunza maana yake nini? Kuhifadhi, kulinda, kuboresha dunia kama mali ya Mungu, si kuibomoa. Stewardship means ulichopewa sio mali yako, umepewa wewe usimamie tu. Ukisoma Zaburi 115 mstari wa 16 inasema mbingu ni mbingu za nani? Bali nchi amewapa kina nani? Wafanyeje? Ashatoa utaratibu. Wailime na kufanyaje? Na kuitunza. Hiyo ndio ilikuwa kusudi la kukuumba wewe. Namba 6, kumwakisi na kumtukuza Mungu kwa maisha yako wewe. Isaya 43:7 inasema mwanadamu aliumbwa kwa utukufu wa Mungu. Utukufu ni nini? Kazi yako wewe ndio utukufu wako. Wherever you create anything, chochote unachokifanya unaacha chapa yako. Mimi sifanyi kazi nipate hela. Nafanya kazi niache chapa yangu. Isaya anasema sisi ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Maana yake wewe usipo function according to God's plan ni matusi kwa Mungu. Ndio maana wakati mwingine Mungu aliwaambia taifa la Israeli ya kwamba mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu ambaye ninawasamehe makosa yenu na dhambi zenu kwa ajili ya faida yangu mimi. Kwa sababu hiyo kila kilichoumbwa ni kwa ajili ya utukufu wako wewe, kilichowekwa mikononi mwako. Kwa kadri unavyotengeneza vitu ndivyo ambavyo utukufu wako unazidi kuwa mkubwa. Kadri ambavyo unakaa idle, huna kitu chochote, unaomba tu baba. Baada ya kuomba Mungu akwambia wewe nani, unaomba vitu. Hii nao ni balaa nyingine mpya duniani, tutaiona huko mbele. Mtu anashinda mlimani atafuta hela ya kujenga nyumba. Ni balaa tu. Utukufu, wewe unakuwa utukufu kwa maisha ya kila siku yenye ubunifu, haki, upendo, utunzaji wa uumbaji wa Mungu, hekima, busara, maarifa, yote hivi vinafanya Mungu ajisikie vizuri. Lakini kadri tunavyozidi kuwa wajinga, wapuzi, hatujielewi, tunalalamika kila siku, Mungu anajisikia vibaya. Sio tena utukufu wangu, kwa sababu Mungu hajakuumba wewe ushindwe. Kwa hiyo mwanadamu hakuitwa awe mzalishaji wa watoto. Ukisikia zao ongezeke, ukaitishe dunia. Mtu awe mbunifu, produce vitu. Ndio maana unaona ulimwengu una mambo mengi watu wamefanya na bado yanazidi kuja. Uwe na tija.
na mshirika wa Mungu katika kuboresha dunia. Na kuumbwa kwa sura yake yeye, si katika mwili. Jamani, ukisikia umeumba sura ya Mungu, sio sura hii. Ni sura ya kiroho, kimaadili, ambayo inajumuisha nini? Uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuumba na wewe, uwezo wa kupenda na kutawala. Yaandika mambo. Ukishakuwa na uwezo wa kufikiri, una uwezo wa kuamua mwenyewe. Uwezo wa kuumba vitu unao, una uwezo wa kupenda unao, na una uwezo wa kutawala. Mungu alikabidhi mamlaka kwa wanadamu, ile Zaburi 115 mstari wa 16 na ile Mwanzo 1:26, wakatawala. Mungu alikabidhi mamlaka kwa wanadamu ili kusimamia na kutunza uumbaji, jambo linaloakisi utawala wake na enzi kuu. Lakini pia maana ya kuumba kwa sura ya Mungu nyingine, mfano wa Mungu kwa wanadamu, una maana kubwa. Nyingine ni kama heshima na thamani ya asili. Kila mtu bila kujali hadhi, uwezo au asili ana thamani kwa sababu anabeba sura ya Mungu. Kwa hiyo huwezi kumdharau tu mtu eti huyu ni maskini kwao, hana kitu. Hata kama huna mbele wala nyumba. Wewe unadhani huna mbele wala? Wewe unadhani. Lakini kwa Mungu ni sura yake. Una thamani ya hali ya juu ndani yake. Lakini Mungu umebeba wewe kusudi na wajibu. Kuwa mfano wa Mungu kuna kuja na jukumu la kuakisi tabia yake. Hiyo ni wajibu, na kusimamia uumbaji wake kwa uaminifu. Maana yake usimamie maadili mema, utunzaji wa mazingira na kuendeleza haki. Maana yake kokote unapoona hii kitu sio haki yako, goma kwamba bwana hapa. Lakini kuna watu wengine, ndugu yangu, akipata dili hata kazi yake anamminya mtu, mimi nimepata, atajijua. Alafu na wewe unataka duniani hapa uonekane mtu wa maana. Haiwezekani. Msingi wa mahusiano, asili ya Mungu ya ushirika inatoa mfano wa mahusiano ya mwanadamu, kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanavyohusiana kwa ukamilifu. Na wanadamu wameitwa hivyo kuishi kwa amani na Mungu na wao kwa wao. Lazima sisi tuishi sisi kwa sisi. Na huwezi kuwa na mahusiano na mwenzio kama hujawa na mahusiano juu yako wewe mwenyewe. Yaani roho yako, nafsi yako na mwili wako visipingane.